Bwana, karibu kwenye Sports Update. Hizi ni dondoo za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kikubwa tukiona ligi kuu Tanzania bara ikiwa inaendelea, upande wa Yanga na Simba leo hii wanashuka dimbani mida tofauti. Yanga atacheza majira ya saa 1 usiku, lakini Simba pia majira ya saa 3 usiku katika viwanja tofauti vya ugenini. Lakini kikubwa tukielekea katika mchezo huo bwana, upande wa Young Africans jana kocha mkuu Pedro Gonçalves alitaja wachezaji ambao watakosekana katika mchezo wa leo dhidi ya Namungo. Mchezo ambao muhimu sana kwa Young Africans kwa sababu yeye ndio bingwa mtetezi, anatetea ubingwa wake wa ligi kuu Tanzania bara pia msimu huu. Kwa hiyo hawa wachezaji ni wa muhimu sana watakosekana. Na tukiangalia pia joto limepanda sana kuelekea dabi. Je, hawa wachezaji kukosekana labda kutakuwa na athari yoyote kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inapigwa pale visiwani Zanzibar? Itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 2026. Basi maoni yako utaniachia hapo chini baada ya kupata taarifa hii. Sasa fahamu kwamba taarifa ni kocha wa Yanga Pedro Gonçalves amewashusha pressure mashabiki wa timu hiyo kuhusu kiungo Pacome Zouzoua, akisema maumivu yake sio makubwa sana na anaweza kuwa sawa hivi karibuni. Pacome alicheza dakika 40 na kuingia Mudathiri haya katika mechi ya mwisho ya kundi B ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie maarufu kama Jeska, mchezo ambao umechezwa weekend iliyopita pale visiwani Zanzibari, na baada ya kugongana na mchezaji wa timu pinzani, na tukio hilo lilifanya atolewe mapema kutokana na kushindwa kuendelea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na tangu hapo mchezaji huyo amekosekana katika mechi ya kombe la shirikisho FA ambayo Yanga iliifunga Cosmopolitan goli 2-0, huku pia kitarajiwa kukosekana kwenye mchezo wa leo dhidi ya Namungo. Lakini kocha Pedro Gonçalves amesema madaktari wanapambana kuhakikisha Pacome anakuwa sawa ili arudi uwanjani, na alibainisha kuwa wamempa mapumziko kuhakikisha anapona vizuri kabisa, kwani kama akiendelea kumtumia huenda akamuumiza zaidi au akapata majeraha makubwa zaidi. Kwa mujibu wa matabibu wa Yanga, Pacome huenda akaiwahi Kariakoo Derby, mechi ya ligi kuu bara ambayo inachezwa Machi mosi mwaka huu kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo wananchi wenyewe wanapaita Guantanamo. Yanga itakaribisha Simba kuanzia majira ya saa 2 na dakika 15 usiku. Lakini fahamu kwamba Pacome ndiye ambaye mchezaji aliyefunga bao pekee katika Kariakoo Derby iliyopita ya Ngao Jamii, ambao Yanga ilishinda bao 1-0 dhidi ya Simba. Msimu huu katika ligi amefunga mabao 3 akicheza mechi 5 kwa dakika 341. Lakini pia swala jingine ni jeraha la Clement Mzize. Kisemekana kwamba Mzize hakuonekana uwanjani tangu msimu uanze, akisumbuliwa na majeraha ya goti ambalo linamsumbua tangu mwaka jana. Aliporudi akacheza mechi moja tu ya hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo taarifa mbaya kwamba amepata jeraha jingine tofauti. Kocha anasema kuwa Mzize amepata tatizo jingine si lile, na anachosubiri ni ripoti kutoka kwa daktari ili aweze kujua tatizo hasa ni nini. Hizo ndo taarifa za ndani kabisa kwa wale ambao walikuwa kimuulizia Clement Mzize, vipi mbona haponi? Mbona amecheza mechi chache? Mbona amecheza mechi moja tujamuona tena? Ni kwamba Mzize amepata jeraha jingine, lakini bado hawajasema lina ukubwa kiasi gani, na labda jeraha hilo linaweza kuwa hatari kiasi gani kuathiri kwamba Mzize kukosekana kiwanjani kwa muda gani, lakini watatoa taarifa sahihi. Lakini kumbuka kwamba Yanga ilitolewa weekend iliyopita katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni timu ya 4 kutoka ligi kuu Tanzania bara, ikianza Simba, baadaye Singida Black Stars, baadaye tukashuhudia Azam FC na Yanga, kwa msimu ambao Tanzania iliandika rekodi mpya kuingiza timu 4 katika michuano ya CAF. Na mechi ya mwisho ambayo tunakumbuka Mzize bwana alitokea bench katika mchezo dhidi ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco, ambapo alicheza kwa dakika 10 bila kufunga wala kutoa assist, huku Yanga ikipoteza kwa bao 1-0 ugenini. Na ndio mchezo ambao ulikuwa muhimu sana, pengine wengi sana walitamani ule mchezo Young Africans ingepata sare. Basi leo hii tungekuwa tunazungumzia Yanga anaenda kucheza hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni baadhi ya dondoo ambazo kuelekea mchezo wa leo. Atakosekana Clement Mzize, lakini pia atakosekana Pacome Zouzoua kutokana na majeraha ambayo wanayatumikia kwa hivi sasa. Hebu tutafakari kidogo na niachie maoni yako. Ikitokea hawa wachezaji wakosekana mpaka kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo pale visiwani Zanzibar, unadhani inaweza kuwa ni hatari kwa Young Africans? Maoni yako ya msingi sana, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtete TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Udhamini mkubwa sana tunapewa na KP Auto Color. Hawa ni wauzaji wa rangi original kabisa za magari jumla na rejareja, lakini pia kwa wale ambao wako mikoani wanatuma. KP Auto Color wanapatikana pale Ilala mkabala na Machinga Complex au daraja la reli ya SGR. Hawa bwana wanajivunia kabisa uuzaji wa rangi bora kutoka kampuni ya Advanced Automotive Paint. Utapata rangi mbalimbali kama 2K, NC, Hardener, Standard, Tina, High Gloss
puti, zote utazipata pale kwa bei nafuu kabisa. Lakini KP Auto Color wanachanganya rangi kwa kutumia kompyuta, wanaskani sample ya rangi na wanapata rangi halisi kabisa. Tembelea Instagram page yao @kp_auto_color. Kama wewe ni fundi wa magari, wewe ni fundi mpaka rangi magari, nikimaanisha pia wewe ni mmiliki wa garage au mmiliki wa gari, leo hii wachague KP Auto Color. Wewe ni fundi wa magari, mpakaji wa rangi za magari au mmiliki wa garage, unatafuta rangi original zitazokupa matokeo ya kiwango cha juu? KP Auto Color ndio jibu lako. Sisi ni wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na rejareja kutoka kampuni bora kabisa ya Advanced Automotive Paint. Tunazo rangi zote unazohitaji: metallic, 2K, NC, clear, hardener, high gloss, slow na standard tina. Pia tunayo puti, softy, prima, fiber, polish na wax. Zote ni original. KP Auto Color tunachanganya rangi kwa kompyuta. Tunafanya skani ya sample ya rangi yako ili upate rangi sahihi kabisa bila makosa. Tupo Dar es Salaam, Ilala, mtaa wa Kilwa, jirani na Machinga Complex. Na usijali kama upo mkoani, tunapokea oda na tunatuma mikoa yote. Usipoteze muda na rangi feki. Chagua ubora, chagua matokeo, chagua KP Auto Color. Piga simu sasa kwa namba 0714093999 au 0685346735. Email kpdiagnosis@gmail.com. KP Auto Color, rangi original, kazi safi, matokeo makubwa.